kiapo kinaweza kutimiza baraka ama kuleta matatizo. Kiapo kinaweza kufanya ukwame mahali, ama kiapo kinaweza kukuondoa mahali. Kuna viapo vya ndoa visipovunjwa ni shida. Mwingine ametoka pengine mkoani, umekuja Dar es Salaam, kasema kwa maisha ya kijijini yale sitaki tena kurudi kwa sababu ya mateso fulani niliyopitia kwenu, au kwa sababu ya aina ya vita fulani niliyopitia kwenu. Mwingine akasema sitorudi tena. Mwingine akakimbia akaenda South Africa, mwingine akaenda Mwanza, popote pale. Mwingine akaja Dar es Salaam. Lakini wakati unaenda, maisha yanabadilika, uchungu unaisha, umeisha kuwa, ufahamu umeongezeka, umeshajua nini maana ya kusamehe na kuachilia. Hasa unaanza kusema natamani kurudi nyumbani. Lakini kila nikipanga safari ya kwenda, nikipata hela nasema niende, hela inaharibika. Ama tatizo fulani linatokea. Ama shida fulani inatokea. Ama ugonjwa fulani inatokea. Ama kizuizi fulani kinatokea. Unasema kwa nini, mbona kuna shida hii? Kumbe kuna kiapo. Kuna mwingine utaambia mtu wa kawaida anakupa kiapo kabisa, nitakuoa, ana left kiapo. Kwa unaanza kuishi kwenye maisha ya kuteseka ambayo sio ya kwako. Unaanza kuishi kwenye ramani nyingine ambayo sio ya kwako. Kama ulimwamini Mungu anaweza yote, endelea kubaki hapo hapo. Nasema endelea kubaki hapo hapo. Amen. Nasema endelea kubaki hapo hapo. Amen.